السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ndugu mpendwa mtazamaji, mara nyingi wazazi wetu walituambia kuwa uyaone. Kuna mambo ambayo kwamba unaelewa kadri maisha yanavyosonga na kadri unavyoamiliana na watu. Na mimi kuna visa aina 5 vimenitokea na nimesema niweze kuvitoa kwenu nyinyi. Si kwa kuwa nimekwazika na hayo yaliyonitokea, lakini nataka nyinyi mujifunze na mimi nipate kujifunza zaidi kwa zile comment ambazo kwamba mtaziweka katika video hii. Dini yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Hamutaingia peponi mpaka mupendane. Hamutaingia peponi mpaka muwe na imani, na hamutakuwa na imani mpaka mupendane. Je, ni wajuzeni jambo ambalo kwamba mkilifanya mutapendana? Peaneni salamu. Kupeana salamu ni njia ya kupendana, na kupendana ni njia ya kukuza imani. Lakini subhanallah, Mtume pia aliposifu Uislamu akasema Uislamu bora ni kumtolea salamu unayemjua na usiyemjua, bali kuonesha kubagua wenye kuwasalimia ni jambo baya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema miongoni mwa alama za kiyama ni watu kusalimiana kwa kujuana, bali kuitoa salamu kwa usiyomjua na unayemjua ni sifa nzuri ya Muislamu. Lakini kuwasalimia unawajua na kuacha usiowajua ni sifa mbaya sana. Huu ni utangulizi mdogo tu nimeutoa, lakini naomba nigusie tu visa aina 5 ambavyo kwamba vimenitokea. 3 havifurahishi, lakini 2 vinafurahisha. Ndugu zangu, sisi vijana, hasa maduat, hasa sisi vijana ambao kwamba labda Allah ametutilia taufiki, tunaswali swala 5, tunafuga ndevu, kila wakati tumevaa kanzu na labda ni nisfi saki kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopendekeza kwetu sisi. Mara nyingi huwa shetani ikiwa amekosa kutupoteza kwa njia ambazo kwamba tunajua ni za haramu, basi huwa anatupoteza kwa njia zile zile ambazo kwamba tunajua ni za khairi na tunajua ni ibada. Siku moja mimi nilikuwa safari ambayo kwamba ni muhimu na kila mmoja anahitajia kuitekeleza safari hiyo katika maisha yake japo mara moja. Niliwahi kukutana na mmoja katika maduati ambao kwamba wanatambulika, pamoja na kuwa sioni kama ni faida nikitaja jina lake, lakini ni maduati ambao kwamba 100% ni wenye kupinga maulidi, ni wenye kupinga mambo ya bid'a, ni wenye kutetea dini kwa mtizamo ya watu wengi wanaomjua, na wale ambao kwamba wanampenda wanaona mashallah yatetea zaidi dini. Na niliwahi mwambia maneno baada kuwa tulikuwa tunapishana kama magari mabovu, hatusalimiani, kila mmoja amefura kivyake, kila mmoja amekasirika kivyake. Nikaona hizi hasira hazileti faida, hazinifanyi mimi yule anayeniona kwamba mimi nimepotea nibadilike niongoke, wala hazimfanyi yeye akubaliane na kile ambacho kwamba mimi nakiamini au kile ambacho kwamba mimi nakifanya. Nikamfuata na kumsalimia shekhe kama huyo, nikamwambia asalamu alaikum, kisha nikamwambia samahani sana ikiwa kuna jambo lolote baya nimelifanya limekuudhi na nimekukosea, naomba unisamehe ili tupate kwenda kutekeleza ibada hii tukiwa tumetakasiana nyoyo. Majibu ya shekhe kama huyo ambao kwamba yuwafuata sunna na yuwajitahidi kufuata sunna, aliniambia tengeza ulipoharibu. Mimi nilitarajia muungwana ukimwambia nisamehe baada ya kupatikana kugombana, muhasama, ugomvi baina yenu, atakujibu pia kuambia na wewe nisamehe na mimi iko nimekukosea. Lakini yeye alivyonijibu ananiambia tengeza ulipoharibu, kisha akanisomea aya ambazo kwamba ziliteremshiwa wanafiki,
illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu, isipokuwa wale waliotubia wakasuluhisha walipoharibu, wakabainisha msimamo, Allah atawasamehe. Hii ni msingi wa kusamehewa na Allah tabaraka wa taala. Lakini pale nimemkujia mtu kama huyu kumwomba msamaha, akaniambia tengeza ulipoharibu, hakunipatia jawabu lenye mwelekeo. Lakini ndugu zangu, si ajabu yule anayedai ameishika haki kuweza kuiongea vizuri haki, lakini Allah simpatie taufiki ya kuifanyia kazi haki. Tukigeuza shilingi upande wa pili, niliwahi kutana na shekhe mmoja, shekhe anaitwa Izzuddin Alwi. Baada ya muda mrefu kumfanyia raddi, kumuongelea vibaya, kumkejeli, kufanya kila aina ya maneno ambayo kwamba akiyasikia labda atamkwaza. Nimemtaja yeye kwa sababu nataka kutaja jambo zuri, na mara nyingi ukitaja tabia nzuri si vibaya ukimtaja yule aliyekufanyia mazuri. Nilikuwa niko mahali na msubiri mwenzangu nionane naye, na yeye akapita na gari, na nikamwona amepita na gari. Lakini alipofika tu mbele, kamsimamisha dereva wake, akamwambia la, simama. Nikashangaa tena ile gari inarudi reverse. Nikasema siku zote mimi namuongelea usheikh, sijawahi kutana naye, sijawahi kabiliana naye. Labda vile sahihi ameniona kunao maneno makali ataka kuniambia, ataka kunibeza, ataka kunikebei. Lakini nikasubiria pale pale, sheikh akarudi nyuma. Mwisho akaniita kwa jina zuri la heshima na adabu na thamani, Sheikh Muhammad Bahero, uko hapa, waenda wapi tukupeleke? Mimi niko radhi niache safari zangu, lakini pale unapoenda wewe nikupeleke. Nikajiuliza mara mbili, je, yale yote niliyoongea kumhusu shekhe hayajamfikia? Au huyu shekhe hana moyo, yuko na jiwe, au ni vipi? Lakini mwisho ikawa yanipa muamala mzuri, na mimi nikamwambia la, niko hapa namsubiri mtu kukutana naye. Lakini angalia yeye alilolifanya, shalisahau. Ingawaje pale Mtume aliposema albirru la yabla wal dhanbu la yunsa, jema haliozi na dhambi halisahauliki, basi aliongea maneno ya ukweli kabisa. Fanya utakachokifanya, lakini utakavyofanya utafanyiwa. Na hapa ndipo nikapendelea kuwatajia jambo hili. Angalieni yule shekha ambaye kwamba tunajua wa sunna, vile nilivyomfuata mimi nikaongea naye na vile alivyonijibu. Na huyu shekha ambaye kwamba tunajua labda si wa sunna, na mara nyingine tunaweza muita ni khurafi, na mara nyingine tunaweza muita ni shekha wa maulidi, angalia vile alivyoamiliana na mimi. Ndugu mtazamaji, je, katika hawa mashekha wawili unahisi ni yupi ambao kwamba amemuiga kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam? Unahisi ni yupi ambao kwamba amemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ndio hapa ninaposema mimi, huenda mtu ikawa Allah amempatia wepesi wa kuongea jambo la haki, lakini Allah hajampatia taufiki ya kufanyia vizuri na kufanyia kazi mambo ya haki na mambo ya sunna. Na huenda mtu huyu amefanya jambo la uzushi katika jambo hili, lakini jambo lingine ikawa yeye ndo amefanya sunna kushinda wewe unaongelea sunna. Kama vile wewe unaotetea sunna, huenda ikawa umetekeleza sunna hii na sunna nyingine imekushinda, na yule ambaye kwamba hiyo sunna wewe imekushinda, mwingine ambaye kwamba unamuita ni mtu wa bid'a, kwake Allah amemfanyia wepesi na amemtilia taufiki, sunna hiyo anaweza kuitekeleza. Ndugu zangu, hizi ni visa viwili tu. Kwa sababu sitaki video hii iwe ndefu zaidi, naomba nikome hapo. Lakini wewe mtazamaji, fuatilia part 2, part 3 hadi mwisho. Usiwanie kunijibu, usiwanie kunirekebisha, usiniwanie kuniongoza au kunielekeza kulingana na mawazo yako. Tafadhali nakuomba kuwa na subra, nisikilize hadi mwisho. Nikimaliza hivi vipindi vyangu vyote, ndo uje uniambie Muhammad, ulikosea hapa na pale, unirekebishe. Siku zote najivunia kuwa mwanafunzi, na siku zinapozidi kusonga, kama vile nazidi kuongeza umri, na hivyo hivyo nazidi kugundua mengi siyajui, na niliyoyajua ni machache, na nazidi kuongeza elimu
kwa watu tofauti. Na kuomba video hii kama umeipenda ishare, na kama umeichukia pia usione uzito wa kushare, kwa sababu najua lazima utapata ujira wako kwa namna moja au nyingine. Mtume amesema hamtaingia peponi mpaka muamini na hamtaamini mpaka mupendane, na njia pekee ya kutufanya sisi tupendane, tupeaneni salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.